imefichuka wapi watani wake walifanyia albadili maeneo pale ya kwake, maeneo ya kwao walipokulia Magomeni, anapajua zaidi. Dua imefanyika pale, itatoa majibu ni sahihi dua ulivyofanya masaa 6 mpaka usiku, si masaa mangapi? Kwema ndugu yangu. Kwema, mambo vipi? Shwari kabisa. Mungu mwema. Heli kabisa. Alhamdulillah. Changamka leo. Niko sawa. Manne imekuwa vizuri. Mungu ni Mungu tu. Au tayari? Mungu tu. Mama Doli tayari. Mungu tu. Mama Doli. Mungu tu shehe. Hapo blaza unanisahau. Kwa kipi? Shehe bado sija nani. Huko unapofikiria wewe bado. Kila ninavyopambana lakini bado. Mimi nakujua wewe. Bado mambo hajakaa vizuri, lakini inshallah kwa uwezo wake mambo yatakuwa sawa. Niambie. Watano wamesoma albadili kwa ajili ya mtu ambaye alikuwa anasemekana majasusi, wanachukua taarifa Simba wanazitoa wanazipeleka Yanga, lakini wale wote ambao wasioitakia mema Simba, hiyo dua inawahusu. Wewe kwa wewe unasemaje kwa dua iliyosomwa jana maeneo ya mtaa kwenu kabisa kwenu pale? Kwanza waambie watu nimekaa Magomeni miaka 13. Mimi sitokei shamba shehe. Bwana, albadiri imesomwa. Bwana, tuna wasiwasi sio yangu. Albadiri imesomwa na kuna baadhi ya taarifa zimenifikia. Niwapongeze sana wana Simba kwa kusoma albadiri. Taarifa zipi mnazitaka? Unajua albadiri ile lengo lake lilikuwa ni kuwashika watu wabaya waliokuwa ndani ya Simba na nje ya Simba. Lakini albadiri ile kwa namna nilivyoifikiria zaidi, ile imetugusa wana Yanga kwa upande wa mashabiki. Ile imewagusa wana Yanga kwa upande wa mashabiki. Imewagusa wana Yanga upande wa mashabiki. Yes. Imewagusa namna gani imewagusa? Tangu kuandaliwa kwa tamasha la mashabiki wa Simba na wa Yanga mpaka mechi imechezwa, matokeo yamepatikana, upande wa mashabiki wa Yanga huja kuwa sawa. Upande wa mashabiki wa Yanga hauko sawa. Hauko sawa. Yes. Inasemekana kama albadili ilisomwa mapema ndio. Kuna namna wana Simba kabla kusoma albadiri kuna kisomo walikitanguliza mapema. Bipo na wengineo. Ndio. Ile mechi imetuvuruga sana mashabiki wa Yanga. Ile mechi ya mashabiki imetuvuruga sana. Imewavuruga sana wana Yanga. Mashabiki imetuvuruga sana. Hamuelewani. Mpaka dakika hii. Nisikilize vipi? Yaani nielewe vizuri kabisa. Yaani kuna watu wanaamini. Kuna watu wanaamini. Wajua nimecheka sana. Kuna watu wanaamini Meja sio Yanga. Kuna watu wanaamini Meja sio Yanga. Ama mimi hivi. Kama ulivyokuwa kuamini. Alafu angalia cha ajabu. Kwenye ile sekeseke lote mimi hawajanigusa. Sijaguswa. Umeogopewa? Hapana. Sitaki kusema kama naogopewa. Ndio. Nilikuwa tu kimya. Lakini kitendo ambacho kimefanyika ndani ya uwanja wa KMC, kitendo cha kushambuliwa shabiki kimeniumiza sana. Unajua zipo njia na namna za kumkataa mtu, lakini sio kumdhalilisha na kumpiga. Shabiki huyu amedhalilishwa. Shabiki huyu amefedheheshwa. Na kilichopekea fedheheshwe, adhalilishwe ni kwa sababu ya pesa. Pesa tu. Hela tu. Ile milioni 20. Diamond anasema sasampa. Hela tu. Jambo ambalo limeniumiza sana mimi. Lakini mimi niliwaambia mashabiki wa Yanga. Mimi nipo Yanga muda mrefu. Mimi sijawahi hata siku moja kuweka tamaa ya kupata chochote kupitia klabu. Sijawahi. Mimi napambana kwa unapojua wewe. Mimi napambana kuona ni namna gani nitatengeneza Yanga ya kesho na ya kesho kutwa. Lakini wale waliokuwepo leo ni kwa ajili ya leo. Sio kwa ajili ya kujenga. Sio kwa ajili ya kujenga. Kwa maslahi yao. Wapo kwa ajili ya kupata pesa.
Pesa imetoka, wanaanza kupigana, wanaanza kurushiana maneno, wanaanza kutaka kukatana, na hii yote ni kwa sababu Albadiri iliyosomwa na watani imeenda kuwatofautisha, imeenda kuwekea ngumu. Vipo ambieni, kama umekuja Yanga kwa ajili ya kuipambania Yanga, ipambanie. Utapofika wakati wako wa kupata chochote utapata, lakini isije ikawa unaitumia Yanga kwa ajili ya kuwagawa wana Yanga, kuwadhulumu wenzako, kuwanyonya wenzako, kujiona wewe ni mwana Yanga kuliko wenzako. Yanga hii tumeikuta brother. Yanga hii ina miaka 90. Injinia kaikuta Yanga. Rafiki yangu Kamwe kaikuta Yanga, lakini wakuti wakiogawa matabaka. Ila hawa kina nani? Makina Kizinga na Soro. Tena Kizinga ndio usimtaje. Mmoja kati ya mtu mnafiki namba moja ni huyo. Shikaji wako sana naoza. Huyo na Soro usimtaje. Lakini leo ndo nimekumbuka maneno ya Madii. Ukiwa na pesa, ukianzisha dini na ukisema wewe ni Mungu, watu watakuamini. Maneno yote yanatoka hapo blaza. Umefanyiwa nini bwana? Bipo wewe unanijua. Unanijua vizuri. Mimi sio mtu wa kulialia. Mimi ni mtu wa hivi. Ndio. Kuna baadhi ya mainfluencer, kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga wako pale kwa ajili ya kutugawa. Mashabiki wa Yanga hapo kwa ajili ya kutugawa. Hivi imekuja pesa 20 million. Ni aibu sana kusema. Albadiri imeanza kufanya kazi. Yes. Majibu yametoka. Yes. Umefurahia sana. Yaani leo Kizinga na Dosa waelewani. Na hii yote ni kwa sababu ya Sasampa. Albadiri ya Simba. Leo. Albadiri ya Simba mtengeneza Dosa na Kizinga. Yes. Leo. Kuna mdada mmoja sio anaitwa nani? Anamwambia Meja wewe sio Yanga. Sasa najiuliza Yanga ni nani? Pole sana rafiki yangu Meja. Haya ndo maisha ya kwetu wana Yanga. Kama una roho ndogo huwezi kuishi nao. Ndio maana mimi umeona nimesimama. Mimi very clear kabisa. Natamani na ninaomba kama itampendeza afisa habari wa klabu yetu, rais wa klabu yetu aitishe mkutano wa influencer mapema. Yaani kabla hatujafikia hatua za kukatana mapanga wenyewe kwa wenyewe. Mapema. Na ili pelekeni Bongo, pelekeni. Kama uongozi usipoweka kikao cha kufanya uchaguzi mpya, kupata kiongozi wa influencer wa Yanga, sipati picha nikawa mimi ndio kiongozi wao. Na mimi na Soro wewe. Ulinifyeka sana kaa huko. Jina lake unalikata. Yes. Ikitokea na wa kiongozi. Naita timu yangu. Unachagua timu yako mapema sana. Ndio. Naambia mwanangu Makawila njoo. Mwanangu Sekeli rudi. Ndio kwa kupoa. Nahitaji watu wenye misimamo thabiti. Watu wenye utu. Watu ambao wanajua usawa wa wenzao. Ndio. Alafu namwambia rafiki yangu baba Yanga kuwa mshauri wangu. Hawa kina Nasoro wote tupo huko. Kufanyia kitu sio. Mimi nimeridhika. Mtu wa pwani mimi. Ndio. Natokea Bweni Pangani. Rafiki yangu Baraka Yanga napajua Bweni Pangani. Kuna kila ina utukufu. Nikienda pale nikipiga goti kuambia wazee. Basi kun fayakuni inajibu pale.
Haina haja kutisha Magomeni. Haina haja. Wala haina haja sisi kwenda kwenye Albadiri no. Lakini waambieni mashabiki wa Yanga, hii Yanga ni timu ya wananchi. Hii Yanga sio timu ya mtu. Asitokee mtu kuja kudhibitisha kwamba yeye ni Yanga peke yake. Kwamba yeye ndo anatimiliki na ile klabu. Tushakuwa na wazee walikuwa wanatembea na hati ya klabu. Leo wako wapi? Tushakuwa na wazee wakilala wakiamka wako makao makuu ya klabu. Leo wako wapi? Lakini kuna wale waanzisha kile klabu wako. Si hapo. Waambieni vijana wasijisahau, ile klabu ni ya wananchi. Ile klabu ni ya kwetu sote. Tusitofautiane kwa sababu ya mitazamo. Leo mtu anakuambia mimi nipo Yanga tangu nimekufa. Sasa wewe mtu jamani, anasema niko Yanga mpaka hata. Shabiki mmoja anasema mimi niko Yanga tangu nimekufa. Say. Tiani wewe. Nimuombe sana Alikamwe. Akae na uongozi wa juu. Azungumze nao kwa uweledi mkubwa. Atengeneze namna gani mashabiki wa Yanga watakuwa na maridhiano. La sivyo watu watakuja kugawana majengo. Kwa hapa tulipofikia. Tumefikia pabaya kiasi hicho. Sana. Na hii yote kwa sababu ya pesa. Mane. Mzigo umetoka mkubwa. Hela. Hapo bado bosi mwenyewe hajatia mkono. Funge kwa. Mimi sitaki kusema sana hili kwa sababu kuna watu wananifikiria vibaya. Wasemea wale ambao hawana sauti. Ndio. Alikamwe ndiyo mwenye mamlaka akishirikiana na uongozi wa juu kutatua haya mambo. Vinginevyo vijana watafikiana pabaya. Vijana watakuja kuuana. Vijana watashindwa kusalimiana barabarani. Yes. Sawa. Bwana Dosa, tukitoka kwenye tetesi za usajili kidogo. Tetesi za usajili zinasemekana ile jina lilikuwa linaimbwa zamani kwamba ataenda huku atakuja huku, lakini mwisho wake sasa hivi jina limegeuka limeenda huku. John Okello kinda huyu mdogo sana pale Uganda yupo anaongozwa na kaka zake, inasemekana anaweza akaja kwenu, na ninajua wewe una watu wako kila mahali, unasemaje? Yes, ni kweli. Taarifa zilizonifikia nilizozipata kwamba kuna baadhi ya viongozi wa klabu wamepisha hodi kwa Okello. Viongozi wa klabu wanamhitaji Okello. Ndugu zangu wana habari, viongozi wa Yanga wamedhamiria kuiboresha timu, kuitengeneza timu, viongozi wa Yanga kuifanya timu kuwa kubwa kwenye bara la Afrika. Lakini swali langu, why kila mchezaji anaotagetiwa na Simba wao wanamtaka? Swali lako kwa viongozi. Je, tuamini lazima ukae kama Traore kidogo. Muhimu hiyo. Kwa nini kila mchezaji anayehusishwa na Simba sisi tunamuacha, ama anayeshindwa kusajiliwa na Simba sisi tunakwenda kumsajili? Nenda kumuacha. Je, ni kwa sababu sisi hatuna skauti? Ama skauti yetu ni mbovu? Ama skauti ya Simba ni bora kuliko yetu? Mimi nilitarajia kwa level alofika kiongozi wa klabu yetu, kwa nafasi alokuwa nayo kiongozi wa klabu yetu, ni wakati sahihi wa kwenda kuwachukua wachezaji kutokea Misri, kutokea Morocco, kutokea Afrika Kusini, kuja kutupa ubingwa wa Afrika. Yaani tusimtumie Simba kuwa kama kioo cha jamii sisi kupata wachezaji, ama tusitumie udhaifu wa Simba kuvurugana. Hapana. Hapana. Shemeji yako. Tusitumie nafasi ya Simba wanavyovurugana
kutokuelewana kwao kuendelea kuwaumiza. Ni lazima jicho letu liwe mbele zaidi kuliko la Simba. Simba mwache achukue wachezaji wanaowataka, na sisi ndio tukachukua wachezaji kule, tuje tuwatumie ndani ya dakika 90. Tuone ni nani alikuwa na skauti bora, tuone ni nani alikuwa ana jicho la kuona wachezaji waliokuwa wazuri kwenye timu. Kwa maana hiyo, kwa point yako, Yanga hawana scout. Wanategemea scout. Kwa hii scenario inavyokwenda, Yanga ana scout. Simba kamtaka Okello, Simba ameshindwa, tumeingia sisi. Jambo hili linanifikirisha. Inakufikirisha? Yes. Kwamba scout haipo. Jambo linanifikirisha. Scout ipo Simba. Jambo linanifikirisha. Scout mmoja. Shida yako ni wewe, unataka lazima nizame sana kwa watu wa Yanga. Mimi watu wa Yanga nawajua, wana hasira kali shehe. Juzi mechi ya Simba na Yanga mashabiki zimeiona. Hatuchezi. Uwanja mzima ukageuka nani kiwanda cha Azam. Chupa. Fanya masiara nini? Unaogopa mashabiki wa Yanga? Siogopi. Uogope? Ni washikaji zangu. Tunaelewana vizuri. Kwa scout wenu mmoja. Sitaki kusema hilo. Ila ninachotaka yaani sio kwamba Simba na target mchezaji na sisi tunaenda kumchukua mchezaji. Kwa namna ya Okello unavyomjua, umemwona kwenye Chani, umemwona kwenye baadhi, nadhani kwenye national team sana tunamuona. Unamwona Okello anaweza akawapa kitu akifanikiwa kwenda kwenye klabu ya Yanga. Okello yes, ni professional player. Ni mchezaji mwenye talent kubwa sana. Lakini bado Okello ni kijana mdogo. Unapompata kwenye timu yako, unatambua ni mchezaji ambaye kama ukimtunza atakuofa zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo ikitokea Okello anaenda kucheza Yanga ni bora. Ila kwa mtazamo wangu mimi, Okello ni bora zaidi kucheza Simba kuliko Yanga. Kwa mtazamo wako, Okello ni bora zaidi kucheza Simba kuliko Yanga. Okay. Kwa nini unasema hivyo? Yes. Kwa sababu Yanga imesheheni wachezaji wakubwa. Yanga imesheheni. Simba ni timu ambayo inatengeneza project yake. Nafikiria akili yangu. Okello akienda kushirikiana na Morris Abraham. Kama Morris watamng'ang'ania Simba. Sio mchezo hiyo Simba. Simba ya mfano hiyo. Nataka Simba iwe ya moto. Simba itakuwa bora zaidi brother. Nataka Simba ipate ushindi zidi yenu. Wewe ndio umesema. Mimi nimesema ikitokea Okello anaenda kucheza Simba. Alafu kuna Morris Abraham wakiongeza wachezaji wawili. Simba inaenda robo finali. Simba inakwenda robo finali. Inaenda robo finali. Yes. Kuliko? Simba, mimi nazungumzia Simba. Hapo ndo unapoa uzugi. Mimi nimezungumzia Simba. Hapo ndo unapandisha hasira. Watu wa Yanga. Kwa nini Simba? Kwa nini Simba? Kwa sababu yes, ni mpinzani wangu. Ni mtani wangu. Unamuombea heri. Yes. Akati wenzako wanakuambia ni mabaya tu. Sasa kila mtu ana mtazamo wake. Okay. Wao kama wanaoiombea mabaya Simba, mimi kuna nafasi nitaombea mabaya Simba, mimi kuna sehemu nitaombea mazuri Simba. Okay. Kwa hiyo kwenda nafasi ya kimataifa huko upande wa Simba. Yes, namuombea sana mazuri kwa sababu yeye ndio kioo chetu kwa mpira huu. Yes. Simba. Sio mchezo bwana. Wewe unakataa? Wewe Bongo unakataa? Kwamba moja ya timu iliyotengeneza historia kubwa kwenye nchi ya Tanzania, mashindano ya CAF Champions League ni Simba Sports Club. Wewe unakataa? Mimi sipingi. Upingi? Yes. Ndio maana Simba naiombea mazuri kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kwenye kimataifa huko pamoja na Simba. Naiombea. Siko pamoja nao, naiombea. Sio pamoja. Mshikaji wewe. Yaani una lazima tu unichomeke bana, Unipati. Bwana, timu ya taifa inacheza leo dhidi ya Nigeria. Nafasi kubwa na watu wakubwa wameiwekea Tanzania double chance, yani kwamba hawezi kufungwa na Nigeria. Hii leo kwa wewe unaonaje mtazamo wako? Lazima kubeti unakusikiliza. Yes. Kama taifa, kama timu ya taifa ya Tanzania, tunapaswa kufahamu kwamba tunakwenda kucheza na timu bora kwenye nchi za Afrika. Tunakwenda kucheza na timu ambayo imesheheni kila aina mchezaji kutoka nchi mbalimbali duniani. Yaani kwa kifupi tunakwenda kucheza na timu iliyokuwa bora kuliko sisi. Kama tunaamua kuwapelekea pressure wachezaji wetu tutafungwa zaidi.
Kama tukilazimisha kuwafunga Nigeria, tutakwenda kuidhalilisha nchi yetu. Mimi rai yangu, mimi maombi yangu, nafahamu kwenye mpira wa miguu lolote naweza likatokea, ila alokuwa bora anapewa kipaumbele. Maneno yangu mimi ni yale yale. Tuitumie AFCON hii kwa ajili ya kujifunza. Tuitumie AFCON hii kwa ajili ya kujiandaa AFCON ijayo ambayo tutacheza kwenye ardhi yetu ya nyumbani. Nchi kama nchi Tanzania inafanya uwekezaji mkubwa kupitia miundombinu ya uwanja. Juzi nimemsikia msemaji mkuu wa serikali ndugu yangu Msigwa amesema wazi kwamba uwanja wa Arusha ambao tutakwenda kutumia kwenye AFCON zijazo umefikia 65%. Nini kifanyike? Tuambie wachezaji wa timu ya taifa, viongozi wa timu ya taifa, makocha wa timu ya taifa kwamba tupo Moroko kwa ajili ya kujifunza. Hatupo Moroko kwa ajili ya kuchukua lile kombe. Tupo Moroko kwa ajili ya nini? Ya kujifunza. Tukajifunze, tucheze kwa namna tunavyoweza, lakini tujifunze. Tupambane kwa namna tunavyopambana, lakini tujifunze, ili tutakaporudi nyumbani Tanzania tutatumia mafunzo yale kuwapelekea salamu nchi ambazo zilitupa mafundisho kuelekea AFCON ambayo tunaitumia kesho leo. Kwa hiyo ipi nafasi leo Tanzania? Lolote naweza likatokea. Ila kwangu mimi Nigeria ni mkubwa. Nigeria na timu bora. Unafikiri kwa nini Tanzania wanaipa kipaumbele sana kupata matokeo hata alama moja lakini sio Nigeria? Of course hizi tunaweza tukasema ni hamasa, spirit kwa wachezaji. Lakini leo hata ukimuuliza Faisal Salum, ukimuuliza Dickson Jobu, Ibrahim Baka, Bwana Samata, anajua ubora wa Nigeria. Anajua sifa za Nigeria, lakini pia anajua historia ya Nigeria. Kwa hiyo yeye watakwenda kwa ajili ya kujilinda, ili inawezekana wasifungwe sana, lakini sio kuwafunga Nigeria sana. Mechi ngumu. Yes. Mechi tough na mechi nzuri sana leo. Kama taifa tunapaswa kukaa pamoja kuiombea timu yetu dua. Yes. Kuiombea dua Tanzania. Yes. Basi una neno gani la kumalizia? Neno la kumalizia ni dua. Tupo kwenye mashindano ya kimataifa, tupo mashindano ya AFCON. Kama Watanzania tunawakilishwa na timu yetu Taifa Stars. Kila mmoja ana thamani yake kwenye timu. Kila mmoja ana thamani yake kama nchi. Ni lazima tukae pamoja, ni lazima tushirikiane kuiombea dua timu ya taifa. Na niwaombe ndugu zangu, rafiki zangu ambao wametengeneza umoja wa mashabiki wa influencer. Jukumu lenu ni kuiombea dua timu ya taifa. Jukumu lenu ni kuweka pamoja wa Tanzania. Lakini jukumu lenu ni kuhakikisha AFCON inayokuja 2027 sisi ndio tunakuwa chagizo kwa watu wanaokuja kutoka nchi za mataifa tofauti. Asanteni sana.